السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuafikia kuwataja mabwana wakubwa katika kizazi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nimesimama kama nilivyoambiwa na katibu wa baraza la mashekhe nitaje kwa uchache, kwa sababu wakati wenyewe hauruhusu, kama mwenyekiti mwenyewe alivyozungumza, mwenyekiti wetu Sheikh Ruya al-Ashjar al-Thimari, kwamba huu ni wakati mwingine, na ni kweli ni wakati mwingine. Na kuna ule msemo wa Arabu anasema kwamba idha hadara ta'amu ghaba al-kalam. Umefahamu? Sasa sidhani kama tutafikiana hata kama tutazungumza, ile isipokuwa nitataja kwa uchache tu habari ya Ustadh Ishaq al-Mu'taman bin Sharif Muhammad bin Sharif Said al-Bidh. Yeye ni katika ukoo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ni mtu wa 41 kutoka kwa Mtume. Mtu wa 41 kutoka kwa nani? Ukitoka kwake yeye mpaka hadi kwa Mtume, yeye ni mtu wa 41. Hasa jiangalie wewe na mimi ni mtu wangapi mpaka kwa babu watano. Je, huyo babu yako ni Muislamu au si Muislamu? Hasa angalia wao, yeye ni mtu wa 41 mpaka hadi kwa nani? Kuna kafiri katikati. Alafu mtu kama huyo ndiye aliyekuja katika ofisi yetu ya BAKWATA kuja kutembelea, na mmoja katika mzee aliyempokea ni mzee Moshi. Mwenyezi Mungu awarahamu. Mwenyezi Mungu atupe taufiki na sisi tufe katika kalmat la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ishaq al-Mu'taman nataja kwa uchache kwa sababu kuna kitu nimekizungumza hapa mbele. Kuna habari nyingine tukitaka kwa urefu zaidi, inshallah Mwenyezi Mungu akitubarikia katika hauli ya ustadhi, tarehe 20 ngapi itakuwa? 23 Safari ndio tutataja kwa ukamilifu zaidi. Ishaq al-Mu'taman yeye katika mji wetu wa Mwanza kwa mara ya kwanza kabisa ameingia hapa mwaka 2000 mwezi mtukufu wa Ramadhani. Chukueni kwa sababu ndio marja'i hapa. Nimekutana naye msikiti wa Ijumaa akiwa ameongozana na Said Muhsin Abu Alama, Mwenyezi Mungu amrahamu. Pia ameongozana na Said Muhammad Jamal Laili ambaye alikuwa ni mwanafunzi wa Ustadh Muhammad ambaye sasa yupo Komoro. Wakati walipokuja mimi ndiye niliopokea nikiwa na mwenzangu ambaye ni marhumu Sheikh Musa. Pia Mwenyezi Mungu afanyaje? Amrahamu. Siku hiyo mvua imenyesha, mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo Waswahili wanasema kwamba maji hufuata nini? Ndio utaangalia ile mashairi ya ustadhi alitoa mwaka 2007, matarum bi Mwanza ana ashal arwaha huwa rahmatin fi rahmatin. Ndio ikaitwa baladu nini? Badalul Habibi. Badalul Habibi bwana imekuja kwa sababu ya watu wenyewe, watu wa Mwanza walivyo, waliompokea wakati ule. Sifahamika mpaka hadi nitataja tarehe kwa urefu mpaka ifikie sehemu kwamba ni namna gani Ustadh Muhammad alitushika mpaka hadi hapa tulikofika, mpaka leo tuliko humu ndani humu. Na siku ilikuwa mwezi wa Ramadhani, ili sihitaji tulifuturu nyumba gani? Simeelewa tarehe hiyo. Sihitaji kwamba tulifuturu kwa nani? Al-Matar kitaka kunifuata nitakuwa hapa inbox. Mmefahamiana Waislamu? Ishaq al-Mu'taman ni sharif, ni kizazi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Mwanza ni kwao. Nikisema ni kwao kweli kweli, sio kwao kwa kuja tu. Sheikh Beko na nakubali hapa ni kwao kweli. Wewe unajua ni kwao. Kwani hapa sio kwetu hapa? Sasa kwani Mu'taman afika kwao? Sasa mji wao huo sitaki kueleza zaidi hapa. Jicho unajua. Mu'taman hapa sio kwao. Utaniambia baadaye kwao kivipi?
Tumefahamu mpaka hadi hapo Waislamu tumefahamiana mpaka hadi hapo. Ishaq al-Mu'taman alikuwa sahibu mkubwa sana, rafiki yake ambao ametangulia mbele ya haki, Said Muhsin, Mwenyezi Mungu amrahamu. Muhsin Abu Alama wamekuja Riadha pale mwaka 2007 kuja kutabaruka na kisima pale, na ndio mwaka huo ambao kwamba nakumbuka tulikwenda Shinyanga mimi na shekhe wangu hapa, tukapiga pale wapi Maganzo, tukapiga picha ya pamoja na Ustadh Muhammad Al-Bidhi. Naanza kutirika wakati wa toshi, idha hadara ta'am ghabal. Tumefahamiana mpaka hapa. Ishaq al-Mu'taman, naenda kwa haraka kwa kuelezea kwa sababu muda hautoshi. Alikuwa ni mtu wa karibu mwandani wetu sisi watu wa Mwanza, mpaka hata wakati mzee yuko hospitali, Mwenyezi Mungu amrahamu, Ustadh Muhammad Al-Bidhi, tulikuwa tukishauriana naye katika wauguzi wa mzee, na sisi tulishiriki. Sheikh Ruya alishiriki, Sheikh Abega alishiriki, Sheikh Saleh Farid Haidar alishiriki. Sasa ukitaka kujua tulishiriki namna gani, niulize inbox. Tuko Waislamu mpaka hapa. Kwa hiyo leo tumewakusanyikia bwana mkubwa ambaye kwamba ni Ishaq al-Mu'taman. Kuja kwake Mwanza nitataja kwa urefu zaidi. Kuja kwake ilikuwa ni vipi mpaka anakuja pale Marsi Riadha, Ustadh Abdul Warith Shahidi mwaka 2000, mwaka huo kama sintokosea, na tukashauriana naye, Mwenyezi Mungu ampe umri, Ustadh Abdul Warith. Wamekuja Mwanza na mzee wao, miaka imekwenda. Walipokuja Mwanza kwa ajili ya Maulidi ya Riadha mwaka 2001, walala pale Mwenge pale Mkuyuni. Pale Mwenge pale walala pale Mwenge. Mnapajua Mwenge au hampajui Mwenge? Mnapajua, walala pale Mwenge. Matara napajua, mtaongozwa. Walala pale Mwenge, na ustadhi pia alifikia pale. Kwa hiyo leo tunapokusanyika kumtaji Ishaq al-Mu'taman ndani ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA mkoa wa Mwanza, ni dua za mabwana. Au mnanikataa? Ni dua za mabwana hapa ilipotufikisha. Mimi huyu bwana ndugu yangu, lakini namlaumu kaenda kwetu nyumbani Sakami, hakuniaga. Nikasikia tu iko tu nyumbani pap. Simenifahamu mpaka hapa. Na mimi Kigoma kule Ujiji, mimi ni mwenyeji, nitakuacha kule. Simenifahamu. Wewe nisema tu vibaya utaungua. Simenifahamu mpaka hapa. Kwa hiyo nimetaka nifupisha hapa mazungumzo yangu, sitaki kuendelea zaidi. Kwa sababu jamani, wale wa nini wanaoandaa chakula, mimi mazungumzo yangu nayafupisha hapa. Nikitaka kuyataja zaidi kwenye haula ustadhi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, wal afwa minkum.